Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Leo ikiwa ni tarehe 19 ya mwezi Novemba, mwili wa marehemu MC Pilipili umewasili nyumbani kwao Dodoma Mswaswa, ambapo watu mbalimbali watapata nafasi ya kuweza kumuaga. Na kiukweli nyumbani kwao siku ya leo watu mbalimbali kutokea mikoa mbalimbali wamejitokeza kwa ajili ya kuaga mwili wa marehemu MC Pilipili. Ukitazama hizi picha unaona ni kiasi gani watu wameguswa na kifo chake. Tuliona siku ya jana, kama ulipitwa na habari zetu, ukishuka hapo chini utakutana na habari zote ambazo tulikuwa kupostia ama kukusogezea kwa kipindi ambacho taarifa zilikuwa zinatoka mpaka siku hii ya leo. Lakini pia tulimsikia msemaji wa familia ambaye yeye alizungumza kwa upande wake kabla ya taarifa kamili kutoka siku ya leo kutoka kwa jeshi la polisi kuwa MC Pilipili alipigwa na watu ambao hawajulikani kumradhi, na hivyo uchunguzi bado unaendelea kufanyika ili watu hao waweze kutiwa nguvuni. Ukitazama hizi picha unaweza kuona sura za watu zilivyo na majonzi. Lakini pia ukitazama kama hii MC Garabia ambaye alikuwa ni rafiki wa karibu kabisa wa marehemu MC Pilipili, naye aliwasili Dodoma kwa ajili ya kumuaga rafiki yake. Lakini pia nimeona jumbe zake kadhaa kupitia kwenye ukurasa wa Instagram. Amekuwa akiposti mara kadhaa picha za MC Pilipili, moment zile ambazo anazikumbuka alikuwa naye. Lakini pia habari ya kifo chake kuwa alipigwa na watu wasiojulikana zilimshtua kidogo, na kusema kuwa MC Pilipili hakuwa na tatizo na mtu yoyote, imekuwaje watu wanampiga mpaka kumuua. Na kiukweli taarifa hizi kutoka jeshi la polisi zimewastua watu wengi sana kwa namna ambavyo MC Pilipili alikuwa akiishi na watu. Alikuwa ni mtu mzuri kikweli. Mimi personally nimepata nafasi ya kukutana na MC Pilipili mara kadhaa na tumefanya kazi mara kadhaa. Alikuwa ni mtu yuko poa sana, akiwa nacho anakuambia na akiwa hana anakuambia kabisa, bwana hapa tuvumiliane, kuna 1 2 3. Lakini amekuwa ni mtu ambaye akitoa mafunzo, akikurekebisha pale ambapo umekuwa ukikosea kumradhi, anakuambia hapa hapana, tufanye 1 2 3 ama fanya 1 2 3, usikate tamaa. Alikuwa ni mtu wa watu sana, na ndio maana hata taarifa hii kutoka jeshi la polisi ilivyotolewa watu walishtuka, like MC Pilipili ni nani ambaye anaweza akamkosea kwenye kiasi hicho cha kusema ampige mpaka amuue. Na kuwekea hii video ya kamanda wa jeshi la polisi alikuwa akitolea ufafanuzi kuhusiana na taarifa ya kifo cha MC Pilipili. Tazama hapa. Kamishna msaidizi wa polisi Mama Fupa, Kaimu RPC mkoa wa Dodoma. Taarifa kwa umma. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linadhibitisha kutokea kifo cha Emmanuel Matias Matebe maarufu kama MC Pilipili, mkazi wa Swaswa jijini Dodoma na Dar es Salaam, ambapo Novemba 16, 2025 majira ya saa 9 mchana marehemu alifariki katika kituo cha afya Ilazo kilichopo Dodoma. Kabla ya kufikwa na umauti majira ya saa 8 mchana, msaidizi wake Hasani Ismaili alipigiwa simu na mtu asiyefahamika na kuomba akutane naye, na baada ya muda walifika watu watatu wasiowafahamu wakiwa na MC Pilipili ndani ya gari dogo jeupe, na walimkabidhi MC Pilipili akiwa na hali mbaya na wao wakaondoka. Uchunguzi wa awali wa jeshi la polisi kushirikiana na wataalamu wa afya umebaini MC Pilipili alifariki dunia baada ya kushambuliwa maeneo mbalimbali katika mwili wake. Jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi kubaini wale wote waliohusika na tukio hili. Mara baada ya kuwapata, taratibu za kisheria zitaendelea dhidi yao. Kwa sababu ni issue ambayo bado iko kwenye upelelezi, niwadhibitishie tu umma kwamba mji wa Dodoma uko salama, na niwadhibitishie kwamba uchunguzi unaendelea kufanyika, na pale ambapo tutafanikiwa kuwakamata wahalifu basi
tutawaita na tutautaarifu umma kwamba wale waliohusika na matukio tumewatia mbaroni na taratibu za kisheria zinaendelea.